Inakadiriwa kuwa zaidi ya wanafunzi 4,000 katika kila mkoa watanufaika na programu hiyo ya elimu ya afya ya kinywa na meno, ambapo Chuo Kikuu cha Biashara CBE tawi la Mbeya ni miongoni mwa wanufaika, huku lengo kuu la mpango huo ni kuhamasisha matumizi sahihi ya mswaki na dawa kama njia ya kujikinga na magonjwa ya kinywa na meno. Kwa Tanzania nzima naamini tutaweza kufikia watu zaidi ya milioni 20 katika kuhakikisha kuwa tunaitunza afya ya kinywa. Maisha yetu sisi tunakula sukari kila siku. Sasa Ultra Fresh, dawa mpya ambayo imekuja, ina uwezo wa kukaa masaa 24. Yaani ukila kitu chenye sukari unalindwa, meno yako yanalindwa kwa masaa 24. Matumizi ya miti ambao wazee wetu wa zamani walikuwa wanatumia sio mazuri sana, kwa kutokana na miti inakuwa haina kinga halisi ya meno tofauti ukilinganisha na dawa. Akizungumza katika mafunzo hayo, afisa masoko wa kampuni ya Chemicotics Ramadhani Shemhilu amesema mbali na elimu ya afya ya kinywa na meno, mpango huo pia unalenga kuwajengea uwezo wa wanafunzi kujipatia kipato kupitia fursa mbalimbali za kibiashara zinazotolewa na kampuni hiyo. Tumeamua kufungua fursa kwa wanavyuo. Watasoma, lakini kwenye kujiajiri sisi tunawapa fursa waje kiwandani kwetu, wachukue product, wauze, waweze kupata fedha, wapate faida. Wanafunzi wengi wanaamini kwamba wakimaliza moja kwa moja wapate ajira, ambacho ni kitu ambacho sicho. Ni kwamba unaweza pia ukajiajiri, ambayo kama kampuni hii imeona ni fursa kwetu kutuletea hii fursa ambayo unaweza ukachukua bidhaa lakini wakakusapoti kwa asilimia kubwa sana. Ushauri wangu kwa wanafunzi wanaosomea elimu ya biashara, hii kwetu ni kama fursa, inabidi tuitumie. Kwa upande wake, daktari wa kinywa na meno kutoka hospitali ya Ifisi, Dr. Siaeli Nko, amesema kuwa ongezeko la magonjwa ya kinywa na meno linatokana kwa kiasi kikubwa na matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi pamoja na kutozingatia usafi wa kinywa. Watu wengi sana hawasafishi meno kama inavyotakiwa, na pia kutokufanya uchunguzi wa afya ya kinywa na meno na kukosa elimu pia kwa baadhi ya watu. Tunashauri watu kusafisha meno angalau mara 2 kwa siku, asubuhi na usiku kabla hujalala. Unatakiwa kusafisha meno yako kwa kutumia dawa yenye madini ya fluoride. Unatakiwa kwenda kufanya check up kwa daktari, uchunguzi angalau mara 2 kwa mwaka, kila baada ya miezi 6 tunasema. Pia kupunguza matumizi ya vyakula vya sukari. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.